Leo nina jambo mahususi ambalo nimekuwa na tafakuri kubwa kwa muda mrefu sana juu ya kauli za makamu wa rais Emmanuel John Nchimbi, ambazo zimekuwa ni kauli zinazoleta matumaini kwa watu. Ni kauli ambazo zinaunganisha taifa zaidi. Ni kauli ambazo zimekuwa ni mwiba kwa baadhi ya watu ambao wana mawazo ya ovyo. Ni kauli ambazo zimejaa hekima kwa Watanzania, lakini zimejaa uadui kwa baadhi ya viongozi ndani ya serikali ambayo na yeye yumo. Na hili ni jambo ambalo ni hatari sana kwa mustakabali wa maisha yake vile vile. By the way, nilishazungumza muda mrefu kwamba kuna makundi mawili ambayo yanasakwa kuhakikisha kwamba yanafutwa kabisa. Kundi la Lowassa na kundi la John Pombe Magufuli. Sasa sijajua yeye anatoka katika kundi lipi. Lakini uwe na hakika kwamba hali jinsi inavyoelekea kwenda inakuwa ni mbaya zaidi. Kwa sababu juzi kulikuwa na kongamano la miaka 104 ya Mwalimu Nyerere, ya kuzaliwa kwa Mwalimu Nyerere. Lakini ile hotuba ile imetolewa, haipo tena. Badala mimi nilitegemea ni hotuba ambayo kwanza inaleta mambo mazuri kwa wananchi, watu kuipenda nchi yao na kuipigania nchi yao kwa udi na uvumba. Na anawahamasisha kabisa vijana kwamba vijana msikubali, vijana msilale, nchi hii iko katika mikono ambayo wapo watu wabaya ambao wanataka kuiteka nchi hii. Kwa sababu anazungumzia kuhusu uporaji wa rasilimali za nchi, kwamba kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya viongozi kwa ujumla wao wamesahau wajibu wao. Badala yake wameamua kutumia madaraka yao kwa manufaa yao binafsi. Na nitawapa mfano mzuri. Tulikuwa mnakumbuka sekeseke la bandari, uuzwaji wa bandari zetu. Kuna kelele nyingi, mnakumbuka. Na siku ya kusaini mkataba wa utekelezaji, mwenezi wa CCM aliyekuwa mwenezi sasa, Paulo Makonda, ndio aliteuliwa na kamati halmashauri kuu ikapitisha jina lake wakati wana saini mkataba wa utekelezaji wa mikataba midogo HGAs za pale bandari ya Dar es Salaam. Mnakumbuka? Lengo lake lilikuwa ni kutuondoa kwenye kuondoa ile attention ya kujadili masuala makubwa ya kinchi, tumjadili Makonda, kwamba Makonda. Sijajua kama mnanielewa. Lakini nitawarudisha nyuma vile vile. Mnakumbuka siku ambapo katibu mkuu wa CCM Emmanuel Nchimbi alipoteuliwa kuwa katibu mkuu wa CCM. Mnakumbuka? Baadaye akaitisha kikao cha makatibu wote, yani watendaji wa chama, wakiwemo makatibu wa idara mbalimbali, ikiwemo idara ya itikadi na uenezi. Lakini mwenye katibu wa itikadi na uenezi enzi hizo, Paulo Makonda, namtaja kwa jina kwa sababu alikuwa ni mwenye katibu, hakuonekana kwenye kikao kile. Ni kama vile alinuna hivi. Ni kama vile hakupendezwa yeye Dr. Nchimbi kuwa katibu mkuu. Na ndio maana toka hapo kumekuwa na msuguano mkubwa. Sasa hivi ndo waziri mwenye habari. Sasa yeye ndo anahusika na mambo ya habari. Sasa hotuba ya makamu wa rais ilitakiwa ionyeshwe live. Yaani ilitakiwa baada tu hata kwenye saa 2 hivi TBC ionyeshe hotuba ya makamu wa rais ya ile kongamano la miaka 104 ya kuzaliwa kwa Mwalimu Nyerere.
Badala ile hotuba hasa ya Nchimbi ambayo ni makamu wa rais, hatuioni tena. Tumeona vipande vidogo vidogo tu, yani vipande vidogo vidogo, vimekatwa vipande vidogo vidogo. Maana yake ni kama vile wale watu wa media wameshinikizwa kwamba hiyo taarifa wasitoe, kwa sababu ni taarifa inayounganisha mambo makubwa. Kwa sababu Nchimbi amezungumzia nini? Amezungumzia kuhusu kukemea kabisa ufisadi unaofanywa na baadhi ya viongozi ndani ya serikali yake, jambo ambalo kila Mtanzania kila kiongozi mwenye mapenzi mema na taifa hili alitakiwa utakuwa ni wimbo wake. Amezungumzia, alishawahi kukemea mambo ya utekaji katika nchi hii hata alipokuwa katibu mkuu wa chama, huyu Dr. Emmanuel Nchimbi. Maana yake ni kwamba anajua, yani ni kiongozi anayejali maslahi ya nchi zaidi kuliko maslahi ya binafsi ambayo watu viongozi wengi wanataka kuwatenganisha watu, wagombane katika vyama, wagombane katika kabila, wabaguane kwa lugha nyingine ili kusudi wao waendelee kupenya kwa lugha hiyo nyingine. Lakini amekemea zaidi sana upolaji wa rasilimali, yani mikataba ambayo viongozi wanaingia katika upolaji wa rasilimali. Tumeona upolaji wa rasilimali nyingi, madini, makaa ya mawe, bandari, sijui nini, zinaenda. Sasa hamna kiongozi yote anayezungumzia kukemea haya mambo. Tumeona swala zima la ufisadi, ni mtu pekee anayezungumzia kukemea ufisadi, ni mtu pekee. Yani maana yake ni kama hata lile kongamano la watu wa dini alilowaita, aliona kwamba kuna hatari mbele, kama kuna watu wamemzingira mheshimiwa rais, watu wabaya, si ndio? Watu wanafiki, watu wala rushwa, watu ambao yani wamejaa maslahi binafsi tu. Ndio maana naona lile kongamano liliitishwa, ndio maana akatoa hoja nzito sana kwamba tumuombee rais asizungukwe, yani Ikulu yetu isizungukwe na wahuni, isizungukwe na wauaji, isizungukwe na watekaji, isizungukwe na watu wapolaji wa rasilimali zetu, kwa sababu ni uhakika kwamba Ikulu ikivamiwa na wafanyabiashara, Ikulu ikivamiwa na watekaji, Ikulu ikivamiwa na watu ambao hawana nia njema na taifa hili, maana yake rasilimali za nchi hizi zitakuwa rehani. Na ni kweli sasa hivi tunaona kwamba, angalieni tu hata kwenye machimbo. Sasa hivi kuna kauli zinatolewa na mkuu wa nchi kwamba yani Simba hawali madini. Kwa hiyo ina maana kwamba kunatolewa vibali vya kwenda kuchimba madini kwenye mbuga. Kunatolewa kibali cha kuchimba madini kwenye mbuga zetu. Mfano kama Kibondo Moyowosi pale. Na Serengeti ikatajwa kwamba na wenyewe wanataka kutoa vibali kusudi wakachimba madini kwenye mbuga ya Serengeti. Sijui mnanielewa vizuri. Maana yake rasilimali za nchi hii ziko rehani, kwa sababu hatuna viongozi waliojipambanua kwa ajili ya nini. Ni kama vile tuna viongozi ambao wameenda kufanya kazi Ikulu kama kufanya biashara. Sasa ukifanya biashara Ikulu, maana yake rasilimali zitakuwa ni za kundi dogo, lakini watu wengine wote hawa watakuwa ni wanasesere, watakuwa wanateseka, hawatapata faida yoyote katika nchi. Ndio maana nawaomba Watanzania wote kwa ujumla wake, Watanzania vijana, na wasisitiza sana, tusimame kidete, tuungane na huyu makamu wa rais. Katuambia vitu vikubwa, sio mpaka mtu akwambie kwamba nyanyukeni sasa muitafute nchi yenu. Amewaambia haya